upendo mmoja nazungumzia katika habari ya kanisa na utendaji kazi wa kanisa. Msingi wangu na mfano wangu unajikita katika habari ya kanisa kama familia ambayo inapaswa kuwa katika umoja wa kutenda kazi. Umoja wa kutenda kazi. Na mifano ambayo tunajifunza leo, tunajifunza mifano kutoka kwa Yesu ambaye ndio mwanzilishi wa kanisa la awali na akawaagiza mitume 12 au watu wa kwanza aliowachagua kufanya kazi yake. Hao waliochaguliwa ni pamoja na sisi. Kwa maana Biblia inasema wale watakaoamini kwa maneno yao wale mitume watakuwa na umoja kama Yesu alivyokuwa nani na Baba. Kwa hiyo kwa leo somo langu ni fupi sana. Nitakuwa fupi sana. Nazungumza habari ya upendo na umoja. Na tupata kusoma kile kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza ile sura ya 4 fungu la 21. Na mwandishi wa Biblia au mwandishi anakwambia naye ametupatia amri hii, yeyote anayempenda Mungu lazima pia ampende ndugu yake. Ni kweli kabisa. Yeyote anayempenda Mungu inamtaka na yeye ampende ndugu yake. Yesu aliuliza ndugu yako ni nani? Ndugu yako ni nani? Sasa tukiuliza swali, ndugu yako ni nani? Katika Biblia anauliza ndugu yako ni nani? Sasa leo tukiuliza ndugu yako ni nani, tunazungumza katika maandiko, ndugu yako ni nani? Sasa sio ndugu yetu hivyo, lakini tunapaswa ndugu yako ni yule mtu ambaye anasaidia karibu. Hata yule mtu unaisa na kutenda mabaya, lakini pia ni ndugu yako, unapaswa kumtendea ukarimu, kumtendea fadhili. Kama jinsi Yesu anatutendea sisi mabaya, lakini yeye anatuita sisi kama ndugu yake. Naye ametupatia amri. Amri hii, yeyote anayempenda Bwana anampenda Mungu lazima ampende ndugu yake. Yesu anapozungumza na wanafunzi, amri ya kwanza anayopatia ilikuwa amri ya upendano. Amri ya kwanza ilikuwa upendano. Amri ya kwanza kabisa Yesu aliyotoa ilikuwa kwa wanafunzi wake akiwa peke alikuwa na wanafunzi wake katika kile chumba cha ghorofa, katika ile sema ghorofa, ilikuwa ni amri ya kupendana. Amri ya kupendana. Na sisi pia tuko hapa kanisani tunapaswa kupendana ili kazi ya Bwana ifanyike, na isipopendana kazi ya Bwana haitafanyika. Nilikuwa nasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, The Acts of the Apostles. Anasema hivi kwamba hata katika majibizano ya kwetu mimi na wewe hayapaswi ya kuwa kugombana, hayapaswi kukasirikiana. Tukikasirikiana maana kazi ya Bwana haitafanya. Hata Mungu hakuruhusu hata mahojiano yetu wewe na kama wajumbe wa baraza au kama washirika kanisa, mahojiano yetu hayapaswi ya kuzungumzaje, lakini anasema yasiria hata kama mgogoro na hata kama jambo lina mantiki kiasi fulani, hata kama lina muhimu kiasi fulani, lakini hatupaswi kugombana. Maana kugombana tunamruhusu hasira zipande na kumtoa mtakatifu na kazi yake. Maana kwamba tunaposhauriana mimi na wewe kama kiongozi au kama mshiriki, tunapaswa kutendeana wema. Hata kama jambo lina mantiki kiasi gani, hatupaswi kwa nini watu wenye hasira. Kupandisha hasira ile kazi ambayo tunaweza kufanya. Kwa amri ya kwanza Yesu anapoongea na wanafunzi wake, tunasoma tunanukuu baadhi ya sehemu pia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ambao wengine wanaita kitabu cha mashujaa wa imani ambacho ni Acts of the Apostles ambacho ameandika Ellen White. Tunanukuu sehemu chache. Kwa Yesu anatambua kwa wanafunzi wake nao wacha jukumu la kwanza walikuwa wapendana. Ni kweli kabisa. Walikuwa wapendana. Pale Yesu anasema katika habari za tabia na katika habari za desturi walikuwa wapendana, walikuwa wapendana. Kwa hiyo Yesu anapo jukumu la kutangaza nini? Kutangaza injili katika ulimwengu wote. Sasa hawezi kwenda akiwa wenyewe pia nini? Wana tofauti. Kwa amri ya kwanza kabisa Yesu anapopa wanafunzi katika ile sehemu ya gorofani, aliwapa amri ya kupendana. Akasema hivi, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, mpendane hivyo hivyo. Amri hii ilikuwa ni mpya kwa wanafunzi, maana walikuwa hawapendani kama Kristo alivyokusudia. Kwa Kristo anawapa amri ya kupendana, na hata sisi pia leo kwa kwanza na mwingine tunapewa amri ya kupendana kama kanisa. Tukipeleka kama kanisa kazi tutafanya. Tujifunza baadaye. Tukipeleka kama kanisa tutafurahia kazi ya Bwana. Huo ndio kweli. Lakini tukichukiana, hata ndugu yangu wewe ni shemasi, unaona shemasi ni kazi ngumu kufanya. Kwa sababu hatupendani na kutenda nini? Mema.
Lakini tukipendana kama kanisa, kazi yetu ya kwanza itakuwa ni kazi rahisi. Tutaona kazi tunayofanya tunamfanyia Mungu, atumfanyia mwanadamu. Sababu kazi hii tunafanya kwa upendo na kwa kujaliana. Kwa hiyo Kristo anawapa wanafunzi amri ya kwanza ya kupendana. Lakini Kristo alijua kwamba hii amri ya kupendana walikuwa hawajui. Lakini akasema, lakini kwa ajili ya maisha yake ya kujitoa na kifo chake wangepata maana mpya ya upendo. Na amri ya kupendana ilikuwa ni nuru mpya kwa wanafunzi wake kwa kujitoa yeye. Kwa kujitoa yeye kafara, wanafunzi wangekosa kuelewa kwamba wewe ndio unapenda wewe. Yaani katika maisha ya Kristo kujitoa kwa sababu wengine ilikuwa ni fundisho kwa wanafunzi. Hata kifo chake mwenyewe ilikuwa ni fundisho kwa wanafunzi kwamba tunapaswa kupendana. Kwa na sisi pia tunapaswa kujua kwamba kwa sababu Kristo ameshakufa, kila kitu yeye kujitoa kwa fia wanadamu ambao ni dhambi kama mimi na wewe ilikuwa ni upendo. Nasi kama unakumbuka maisha ya Yesu yalikuwa akiwasaidia wahitaji tofauti, na wanafunzi wake wa miaka 3.5 walikuwa wakimshuhudia akifanya kazi ya kusaidia wengine wahitaji. Na sisi pia tunapaswa kufanya hivyo hivyo, tuoneshe upendo kati yetu sisi na jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya upendo, tunazungumza habari ya kazi ya Kristo ambayo anakusudia kufanya. Kristo anakusudia nini? Kuongoza watu wote na kuwaleta katika umoja. Sikiliza. Unaposoma kitabu cha Yohana inazungumza kwamba Kristo anakusudia kuwakusanya jamii ya wanadamu wote kuwaleta katika kanisa lake wawe na umoja na imani. Na hii itakuwa na tukiwa na umoja na imani, na hii itaweza kuleta ufanisi wa kazi kama Kristo alivyo yeye na Baba. Maana yake ni hizi tofauti za maoni yetu, mimi binafsi na wewe, tofauti za mitazamo, tofauti za kikabila, tofauti za kielimu, tofauti za kiuchumi zinapaswa zitolewe kwetu ili wakati mmoja kuifanya kazi ya Bwana. Tukileta tofauti, mimi ni mkubwa kwa umri, mimi wewe ni mkubwa kwa umri, wewe ni mzoefu katika kazi fulani, hatutaweza kuifanya kazi ya Bwana. Huo ni kweli. Kwa hiyo tunapaswa kila mmoja wetu tuondoe hizo tofauti, ndipo tunaweza kupata Roho Mtakatifu uketi ndani yetu na kuifanya kazi ya Bwana kwa maana na sisi. Kwa hiyo nawaalika tena kwamba upendo unaozungumza hapa, ukiwa na upendo utanijali. Nikiwa na upendo nitakuheshimu, nitakukarimu kuifanya kazi ya Bwana. Nitakusaidia pale unapopata changamoto katika utendaji kazi wa kazi yako. Kwa hiyo tunaalikwa sote kama Kristo alivyoagiza wanafunzi wake wa awali na wale mitume 12 kwenda kutangaza Injili, na wao walipewa hiyo fursa ya kuambia wapendane. Ndipo walipotoka kwa umoja wakaanza kuifanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo sisi pia leo tunaitwa tuwe umoja na upendo ili kuifanya kazi ya Bwana. Watu wanaposhikamana kwa upendo wala si kwa kulazimisha. Sikiliza. Watu wanaposhikamana kwa pamoja wala si kwa kulazimishwa au kwa kusukumwa, tunaonesha kutenda au kufanya kazi ya Bwana kwa mvuto wa hali ya juu zaidi kuliko wa kibinadamu. Sikiliza. Tena uzuri hapa ndio nukuu kwenye kitabu cha Yohana, sio ya kwangu. Mengi na nukuu kwenye kitabu cha Yohana. Watu wanaposhikamana pamoja kwa upendo, wala si kwa kulazimisha, kuonesha kutenda kazi kwa mvuto ulio juu kuliko mvuto wa kibinadamu. Sikiliza, nasema hivi kwamba watu tunaposhikamana pamoja tukikataa kutenda kazi ya Bwana, tunaonesha kutenda kazi kwa mvuto wa kiungu zaidi kuliko mvuto wa kibinadamu. Kwa sababu kwa kibinadamu unafanya na kwangu moja na kwako hatafanyika. Isipofanyika na kwako kufanyika, maana yake hakutakuwa na mwendelezo ni wa kazi. Lakini kutenda kazi kwa umoja, maana yake kazi itaonekana ya kiungu ambao ametenda katika nini? Imetendeka katika ukamilifu wote. Maana Mungu alikuwa akitenda ndani yetu. Na hata hivi tunatenda kazi tukiwa ndani ya Mungu, na Mungu anatenda kazi akiwa ndani yetu. Sikiliza, upendo wa jinsi hiyo ambao tuko pamoja utaamsha Roho Mtakatifu katika kanisa. Sikiliza, ndio moja wa kutenda kazi na upendo utaamsha Roho Mtakatifu katika kanisa. Kanisa litaamsha Roho Mtakatifu, kwa maana uchaji wetu utakuwa wa hali ya juu. Kwa hiyo ni Roho Mtakatifu. Pili, itaamsha imani na matendo. Itaamsha imani yetu na matendo, ndipo watu watajitoa kufanya kazi ya Bwana. Pia utaamsha furaha katika kazi ya Bwana. Utaamsha furaha
Bwana. Na utaamsha utaua na uchaji. Lingine tukifanya kazi kwa upendo mmoja itaamsha uchaji wetu, utaua wetu kwa Bwana. Na mwisho wa siku itatuletea utakaso, itatuletea usafishaji na kukamilishwa katika Bwana. Ni kweli. Tukifanya kazi kwa Bwana tutakamilishwa kwa Bwana. Hivyo basi tunapaswa kuwa na umoja katika kutenda kazi ya Mungu. Naomba nisome kitabu kimoja cha Matendo ya Mitume, The Acts of the Apostles. Anasema katika wanafunzi hawa wa kwanza walionyesha utofauti ulio dhahiri. Wanafunzi wa kwanza wa mitume walionyesha utofauti ulio dhahiri. Walipaswa kuwa walimu wa ulimwengu. Na hata sisi kanisa tunapaswa kuwa walimu wa ulimwengu. Na kuwakilisha walipaswa kuwa walimu wa ulimwengu, wawakilishi wa aina mbalimbali za tabia, ili kufanikiwa kuendeleza kazi ambao walikuwa wametiwa watu. Wanasema na wao walikuwa wametofautiana katika tabia za asili, katika tabia za matendo. Lakini tunazungumza katika hizo mbili kwamba hao wanafunzi wa awali walikuwa wana utofauti katika asili, katika tabia na mambo mengine. Lakini hawa walikuwa Mungu amewaita wanafunzi wa kwanza, darasa la kwanza, kwa kufanya kazi yake ya Bwana. Hivyo basi walipaswa kuondoa tofauti zao ili kufanya kazi ya Bwana. Ni kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2. Ni mkuu, lakini ndipo walikuwa na tofauti wa dhahiri ambao walikuwa pamoja baina yao. Kama vile Kristo alikusudia utaratibu wa mbinguni, ushirikiano wa mbinguni uonekane katika kanisa lake mahali hapa duniani. Unaposoma kitabu cha Desire of Ages, tumaini zote nimekuu, Kristo alikusudia utaratibu wa mbinguni wa upendo kama yeye alivyo mmoja na Baba ushuke katika kanisa lake mahali hapa duniani. Kwa hiyo sisi pia tunapaswa kuwa na upendo mmoja ili kufanya kazi yake. Kristo akiwa amekamilisha kazi yake baada ya miaka 3.5 aliyoifanya kwa maneno mazito na matumaini, Mwokozi alikuwa amefundisha na alikuwa analidhihirisha jina la Baba duniani, na akajikusanyia watu ambao wangeenda kuifanya kazi yake ulimwenguni. Akawapa amri hii. Ni hivi sasa katika Mathayo ile fungu la 28 mpaka 28, ile fungu la 16 mpaka fungu la 20, ndipo tunapewa kazi kama jamii ya watu wanaomwamini Mungu ambaye anatupatia kazi kuifanya. Hebu tuweze kusoma Mathayo 28 na kusomea 28 fungu la 16 mpaka fungu la 20. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaambia Yesu. Yes. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, pewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hiyo ndio kazi tuliyoitiwa sisi tunaojiita Wakristo kanisa hili. Ndio kazi tuliyoitiwa. Kazi hiyo. Na hatuwezi kwenda kuifanya kazi kama tunasema tukiwa nini? Upendo. Kabla ya kwenda tunaanza kuzozana. Kabla ya nini? Kwa sababu kila mtu anaona kwamba yeye anafanya kazi kwa mvuto wa kibinadamu. Afanye kwa mvuto wa kimungu. Anaifanya yeye kwa makusudi yake. Tukasema tofauti zetu za uwezo wa kielimu au wa kiimri au wa uzoefu tunapaswa kuwa kitu kimoja. Tunapoelewana ndipo tunaweza kufanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo niwatie moyo kwa mwaka 26 tutatamani kanisa lote tuzungumze lugha hii moja. Ndipo tunaweza kuifanya kazi ya Bwana ya kwenda kuwafundisha wengine ambayo Kristo ametupatia sisi kwenda kuwapelekea wengine. Sikiliza, tunaposoma kitu kingine hapa. Mwana wa Mungu alikuwa ni mrithi. Yaani mwana Adamu ni mrithi kwa vyote, kwa vitu vyote vya enzi na utukufu na falme. Ni mrithi. Sasa urithi huu anarithi na pamoja na sisi. Sasa kama anarithi pamoja na sisi,
Itakuwaje turithi wachache? Mungu anakusudia turithi wote. Jamii ya wanadamu wote walioumbwa. Na watu wanajua wanapokafikiri kwamba Mungu anatamani wachache tu ndio waende mbinguni. Sio kusudi la Mungu. Hilo sio kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni kwamba wote waende mbinguni. Lakini kweli wengi wataangamia na wengi wataokolewa. Wengi wataangamia na wengi wataokolewa. Lakini Mungu amekusudia wote twende mbinguni. Mungu ni mrithi. Kama tunasoma katika kitabu, unaposoma kitabu cha Ibrania sura ya kwanza ile fungu la pili, Ibrania sura ya kwanza fungu la pili. Lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwana ambaye ameweka kuwa mrithi wa vitu vyote na ambaye kupitia kwake aliumba ulimwengu. Kupitia kwake Yesu ulimwengu uliumbwa. Na Yesu ndio mrithi. Na kama Yesu anaumba vitu vyote duniani, anatamani vyote vilivyoumbwa vikamtukuze Bwana na mwisho siku twende mbinguni tukamfanyie karamu. Kristo kama kuhani wetu mkuu sasa, akiwa amefanya kazi kwa miaka 3.5, alitamka maneno ya baraka na maneno ya kuweka wakfu watoto wake kwa ajili ya kufanya kazi. Akazungumza hivi: Baba mtakatifu, kwa jina lako ulionipa, walinde hawa ili wawe na umoja kama nasi tulivyo. Wala si hao unaoombea. Tusikiliza. Yesu baada ya kumaliza ile kazi, anataka kwenda mbinguni, alizungumza akaweka wakfu kama kuhani wetu mkuu, kama mwombezi, kama kiongozi wetu. Alisema hivi: Baba mtakatifu, kwa jina lako ulionipa uwalinde. Yesu alipewa mitume 12 na wanafunzi wengine. Ulionipa uwalinde na wawe na umoja kama yeye alivyo na Baba. Walivyo na umoja. Analozungumza Yesu ndio analotenda. Anataka Baba ndio Yesu analotenda. Anasema hivi: wala sio hawa wanaoombea tu, wala ambao 12 walikuwa kipindi kile na Baba na mbinguni. Sio hao tu. Anasema hivi: na sio hao tunaoombea, lakini na wale watakaoamini. Wale watakaoamini kwa sababu ya neno lao ambao Yesu ametupatia sisi neno kulizungumza, wote wawe na mmoja, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndio ulinituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Tunatoa wapi? Ile fungu la ile Yohana sura 17 fungu la 21 unaweza kusoma. Yohana 17 fungu la 21. Rafiki, kulingana na maandiko, Yesu akakusudia kwamba kuwepo kwa mgawanyiko. Sikiliza, kulingana na maandiko yote katika Biblia, Yesu akakusudia kwamba kuwepo na mgawanyiko. Unaposoma hiyo fungu la kuambia fungu la Yohana 17 fungu la 21, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako na hao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndio ulinituma. Ukisoma fungu kieleza katika nasema Yesu katika ulimwengu, asema ulimwengu uniliachana hilo hapo. Tupishe somo langu. Twende kitabu cha Korintho wa kwanza ile sura ya 12 fungu la 25. Korintho wa kwanza ile sura ya 12 fungu la 25. Mtume Paulo anazungumzia kitu cha muhimu. Na kumalizia somo langu, na mimi nataka nianze somo langu nisiwachoke sana. Korintho wa kwanza ile sura ya 12 fungu la 25. Paulo anaandika ya kwamba kusio na faraka manake katika mgawanyiko katika mwili. Sikiliza. Paulo anaandika ukweli kabisa kwamba Paulo anaandika ya kwamba kusio na faraka manake katika mgawanyiko au tengano katika mwili. Lakini Paulo alisema ya kwamba uasi ungekuja pamoja na huo mgawanyiko. Unaposoma fungu lote ile 12 mpaka 20 unazunguka 30 unaweza kuangalia. Leo ni nini? Sikiliza. Katika kumbe Paulo naye anasisitiza kwamba katika kazi ambayo tunayofanya hatupaswi kuwa na mgawanyiko, tunapaswa kuwa umoja katika kazi kutenda kazi ya Bwana. Na sikiliza, hivyo basi idara zote za kanisa tunapaswa kufanya kazi kama mwili. Na waita pia washirika wa kanisa la Himo kwamba tunapaswa kufanya kazi kama mwili mmoja. Kama mwili mmoja. Hivyo basi mwili wetu ni idara za kanisa. Zikiunganika ndipo tutakuwa mwili mmoja ambao tunajenga mwili wa Kristo. Ndipo tutakapofanikiwa kufanya kazi yake. Kama wanadamu tunapaswa kuwa kumpoteza hata mmoja wetu. Nimezungumza hili mara nyingi sana. Pia kama sisi wanadamu hatupaswi kumpoteza hata mmoja wetu.
kama nilivyosema ile fungu la Yohana 18 fungu la 9, Kristo anazungumza wale waliopewa na Baba kwamba sikumpoteza hata mmoja, hata ulionipa sikumpoteza hata mmoja. Na yeye anasema Yohana ile Yohana sura ya 18 na fungu la 9, anasema sikumpoteza hata mmoja. Kwa hata kama wanaendelea baada ya kufanya kazi, tunapaswa kuwalinda wote, tunapaswa kuwalinda wote. Na kama nilivyoambia Baba, somo langu limefikia mwisho, na Mungu awabariki sana.